Wapendwa, karibuni katika tafakari ya leo. Leo tunapoadhimisha Dominika ya pili ya Kwaresima ya mwaka C wa Kanisa, tutaongozwa na somo la Injili takatifu kutoka Injili ya Mtakatifu Luka. Nami naisoma. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Injili ya Luka sura ya 9 aya 28 hadi ya 36. Yesu aliwatwaa Petro na Yohane na Yakobo akapanda mlimani ili kuomba. Ikawa katika kusali kwake sura ya uso wake ikageuka, mavazi yake yakawa meupe yakimetameta. Na tazama, watu wawili walikuwa wakizungumza naye, nao ni Musa na Eliya. Walionekana katika utukufu, wakanena habari za kufariki kwake atakakotimiza Yerusalemu. Petro na wale waliokuwa pamoja naye walikuwa wamelemewa na usingizi, lakini walipokwisha amka walikuona utukufu wake na wale wawili waliosimama pamoja naye. Ikawa hao walipokuwa wakijitenga naye, Petro alimwambia Yesu, Bwana mkubwa, ni vizuri kuwapo hapa, na tufanye vibanda vitatu, kimoja chako wewe, na kimoja cha Musa, na kimoja cha Eliya. Hali hajui asemalo. Alipokuwa akisema hayo, lilitokea wingu likawatia uvuli, wakaogopa walipoingia katika wingu hilo. Sauti ikatoka katika wingu ikisema, huyu ni mwanangu mteule wangu, msikieni yeye. Na sauti hiyo ilipokwisha, Yesu alionekana yu peke yake. Nao wakanyamaza, wasitangaze kwa mtu siku zile lolote katika hayo walioyaona. Neno la Bwana. Ndugu zangu, kama tulivyosikia katika Injili ya leo, Yesu anawatwaa mitume mlimani, mahali pa faraga, na huko wakiwa katika sala, uso wa Yesu unang'aa na mavazi yanametameta. Lakini Petro anapendekeza wajenge vibanda vitatu. Wapenzi watazamaji, katika kipindi hiki cha Kwaresima, ili tuweze kusikia sauti ya Mungu, hatuna budi kwenda mahali pa faraga, kama vile kanisani na mahali pengine palipo na ukimya, ili kujitenga na makelele ya ulimwengu huu. Watakatifu wengi wamehimiza maisha ya faraga ya kiroho. Mathalani, Mtakatifu Pio anaposema kuwa kabla ya kuzungumza na watu, zungumza na Mungu. Huu ni mwaliko kwetu sote kuhakikisha tunatenga muda wa kuwa na Mungu, kusikiliza sauti yake na kuimarisha uhusiano wetu naye. Mara nyingi tumeifanya mioyo yetu kuwa migumu kujitenga na malimwengu. Badala yake tumejenga vibanda vya kung'ang'ania katika dhambi, vibanda vya vikoba, vibanda vya ukaidi, kazi zisizokuwa na mipaka, starehe, rushwa, unyonyaji, wivu, uchoyo, tamaa mbaya na kiburi. Wokovu haupatikani kwa kubaki katika maeneo ya starehe, bali kwa kujitoa katika huduma kwa wengine. Yesu hakutaka wanafunzi wake wakae juu ya mlima, bali alitaka waendelee na safari kuelekea Kalvari, ambako wokovu wa ulimwengu ungetimia. Mtakatifu Teresia wa Kalkuta anasema, tumeitwa kuwa nuru katika giza, si kujificha katika faraja zetu. Kama Wakristo tunapaswa
kutoka kwenye maeneo yetu ya faraja na kuingia katika ulimwengu wa huduma, upendo na kujitoa kwa ajili ya wengine. Ndugu wapenzi, tumuombe Mungu atujalie neema ya kusikiliza sauti ya mwanaye mpendwa, ijaze mioyo yetu kwa neno lake, ili kwa macho ya kiroho yaliyotakaswa tufurahi kuona utukufu wake. Tafakari hii imeletwa kwenu nami Shemasi Silveri Nyanda, shemasi wa jimbo hili la Lindi.